Watanzania wengi wameuawa kwa maelfu. Lakini bahati mbaya sana serikali ya Tanzania inajitahidi sana kutaka kupambana na ukweli. Ukweli huwa hakuna kitu kinaweza kuzuia. Watanzania wameuawa. Nimeangalia video clip inayosambaa ikitoka katika hospitali ya Mwananyamala. Watanzania wengi wakiwa wameuawa. Lakini serikali wamefanya kila namna kwa kutaka kupambana huo ukweli. Watawala, ni kweli sisi Watanzania mnaamua kutuangamiza, mnaamua kutuzurumu maisha yetu kwa sababu tu ya kudai mifumo huru ya uchaguzi, kwa sababu tu ili mtoto wa rais aweze kuwa naibu waziri, ili mtoto wa rais mstaafu Jakaya Kikwete mtoto wake aweze kuwa waziri, ili wabunge waume kwa wake wajazane bungeni. Ni kweli mmeamua kuzurumu maisha ya watu kwa kiwango hicho katika taifa letu ili mradi tu muwe watawala. Mmeliumiza sana taifa. Na kimsingi kwa maoni yangu mimi, mlipaswa kujifunza katika historia. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na baadaye akaja kuwa rais Ali Hassan Mwinyi aliwahi kujiuzuru nafasi yake ya waziri wa mambo ya ndani kwa sababu alikuwa anapinga mauaji yaliyokuwa yanafanyika katika ukanda wa Ziwa Victoria. Akaamua kuandika barua kujiuzuru. Nafikiri badala ya kupambana na ukweli, mlipaswa kusikiliza Watanzania, na Watanzania hawatambui kabisa mchakato wa uchaguzi uliofanyika Oktoba 29. Na kama mngekuwa binadamu, mlipaswa kujutia yaliyojitokeza. Mlipaswa kujiudhuru nafasi zenu na sio kuwapeleka watoto wenu kwa mawaziri.